Usikate tamaa. Na nini ambayo ilikuchochea pengine kuandika hiyo wimbo ya usikate tamaa? Usikate tamaa ilinichochea kwa sababu hata maisha yangu, unajua mimi niliacha shule nikiwa form 2. Niliwacha shule. But usikate tamaa ilikuja wakati nilirudi shule. Niliwacha shule nikiwa form 2 na nikarudi shule after some long time. Nimekuwa nikichunga ng'ombe hapa Chwele, nimekuwa nikichunga ng'ombe hapa Chwele. Nimeacha shule. So umeacha shule kwa sababu ya school fees ama? School fees hakukuwa na school fees na my parents separated, so wakatuacha tu, hakuna penye mungetafuta school fees. So kila mtu ajisote. So mimi nikawacha shule. Dadangu na akaacha shule, wale wadogo pia wakawacha. But now mimi nilirudi shule tu by miujiza. Naam. So ndio maana ulitoa hiyo wimbo usikate tamaa. When I was a hard boy in that Boma, I was still praying that I have my university seat. Wow. Nilikuwa naombea kiti yangu ya university, nasema mwaka wangu wa university hakuna mtu atakalia hiyo kiti. Na imagine nimewacha shule. So I prayed. But sasa niko university namalizia. Wow. Nimefanya juzi mtihani wangu wa mwisho. Wow. So ninaona kwamba usikate tamaa, hiyo ndio wimbo yenye imebariki maisha yangu. Na I sang the real life of me. Na tuzungumzie tu pengine, where do you get the inspiration ya nyimbo ambazo unatoa? Kuna wakati ambapo unaweza kuwa umetoa nyimbo kwa sababu ya real life, na kuna wakati ambapo pengine unaweza soma Biblia ama uombe. Where do you get the inspiration to sing your song? Venye tu umeshataja. Umetaja tayari mbili. Kuna real life situation. Usikate tamaa ni real life situation. Kuna Bwana Yesu sio mteja nikiwa hospitali. Real life situation. Kuna wimbo ambao nimeufanya unaitwa Give Thanks. Hiyo nimeitoa kwa Biblia. Na kuna song zingine nimezifanya nimeota tu. Juzi nimekuwa nikiota wimbo unaitwa Nitapumzika. Kuna siku nitapumzika, hata kama nang'ang'ana leo nitapumzika. Niko karibu kuishoot video. So ninaota nyimbo, ninapata in the real life. Sometimes unaangalia vile life ya watu inaenda, then from there God gives you the revelation. Nikiwa natembea niko kazi, napata ka sauti kananikuja mwisho, kana develop, kanakuwa ka wimbo, napata chorus, then I go and make the stanzas na wimbo inakamilika. Na kwa ujumla maisha yako imeweza kubadilika vipi tangia wakati ambapo ulisema sasa maisha yangu nampia Kristo? Kwa sababu wewe ni mtu, sidhani kama kuna kitu hujafanya sifa, if I'm not wrong. Uliimba secular, uliimba nyimbo nyingine na ukamwacha sasa wimbo nyimbo za Injili. Maisha yako imebadilika vipi ukilinganisha na vile kabla hujamjua Mungu? As I told you, maisha yangu imebadilika kwa sababu nimepata talanta mingi zimechipuka. Kwa maisha tu pengine, kwa sababu ulisema ulilelewa kwa maisha ya shida sana. Right now unaweza jivunia nini kama familia pengine? Kwa sababu hiyo wakati familia mlikuwa mnang'ang'ana sana, tukisema sufuria ambayo mlikuwa mnapikia tena ilikuwa inafaa tena muitoe ndio muwekele tena pengine maji ugali, mpike ugali. Right now ukienda tu kwa familia yenu, yani ukishuka tu na uingie hivi kwa boma na upige picha uangalie maisha ambayo nyinyi kama familia mko mnamjua Mungu, na wewe personally, how has life changed? Well, it has changed because now I have education. Naam. Nimesoma na sasa niko na karibu nitakuwa na degree. Naam. Na certificate na ukienda nyumbani sasa kukula hakuna shida. Hakuna shida ya kukula. Unajua hiyo wakati hatukuwa hata na simu. Ilikuwa tuende kwa jamaa fulani alikuwa na simu nyingine ya pembe hivi. Sasa leo hii simu yangu is the biggest phone in the world. So sasa inavaa vizuri, ninaishi nyumba nzuri. Anyway, mimi naishi kwa ghorofa. I pay a good rent. Yes. So my life may change in the way that now I have money. You have money. At least you can manage yourself. At least I can manage myself. And I can help somebody. You can help somebody. Wow. Na mtazamaji, msianze kusema ati ni kubrag. It's not bragging. Kama wewe hujaipitia shida, utasema ni bragging. Lakini kama ushaipitia shida na ukaona Mungu akikutendea, you have every reason to just feel good, and that's what Simon is doing. Ukiwa na Simon off camera is a very cool guy, na ni mtu ambaye amekuelezea maisha yake. Ilikuwa ni maisha ya uchochole sana.
walikuwa wanapika chang'aa na walikuwa na ngoja pengine hiyo chang'aa itolewe kwa hiyo sufuria waweze kupikia ugali. Walikuwa na bakuli ambayo hawangeweza kuwekewa supu, lazima wachukue ugali waiweke ili isiweze kumwaga supu. Yani ni mtu ambaye amepitia maisha ya uchungu sana. So akisema ndio simu kubwa in the world, akisema vile amevaa, it's just, yani he is very proud of what God has done in his life. And kama uko kule nje, I hope Simon ameweza kukutia moyo na kukueleza that usikate tamaa. Usikate tamaa. Right now things might not work the way you want. Right now inaweza kuwa wewe ndio unachekelewa. Inaweza kuwa pengine familia yako ndio inachekelewa, village. Wanaona ni kana kwamba you will never make it. Umeambiwa hutawahi soma, lakini Simon ameweza tu kukueleza kuwa usikate tamaa. It is possible. It is possible. Pengine Simon, kama una ushuhuda tu, pengine chukua dakika tu chache sana. Yani utie mtu moyo kule nje. Kuna wale ambao wanapitia changamoto ya maisha. Saizi kuna corona, hata before corona, kuna wale ambao wameng'ang'ana sana. Kuna kijana ambaye amewacha shule. Saizi kuna watoto ambao wamerejea shuleni wa class 8 na form 4 na class 4 na PP4, but kuna wale ambao hawajarejea kwa sababu hamna school fees kabisa. Yani wanapitia changamoto na kijana anaona ni kama amekata tamaa, ama mzazi anaona ni kana kwamba mtoto wake atasoma. You have passed through this. Umepitia ili na umeona kweli Mungu amekutendea. Saizi wewe ambaye ulikuwa unavaa vinyasa 4, but saizi now you can see how you look. Ulikuwa unaenda kuomba simu, but now you can use a tablet. You know, right now, yani mlikuwa mnaishi maisha ya nyumba ambayo hata but now you are living in a very good furnished house. Tafadhali tia tu mtu moyo kule nje. I want to encourage somebody that there is no problem that is everlasting. Every problem has its own limit. It ends. Hakuna shida inadumu. Kila shida ina mwisho wake. Na ina mwisho wake kwa wewe kukaza ili usikate tamaa. Kwa maisha yako jua kesho kutabadilika. Leo hii unaonekana vile unaonekana, lakini kesho yake ni kubwa sana. You have a great destiny. Believe in yourself. Work hard in your life. And also know that God knows your name. And He knows the number of your hair. And He knows you very well. He knows your destiny. Before the beginning, He knew you. And He appointed you. So never judge yourself. Never discourage yourself. Continue working and trusting in the Lord. Na umeweza tu kuniambia hata za kuandika vitabu, wewe kuwa mwimbaji, wewe kuwa mwanafunzi, pia kuna hustle lingine ambayo unafanya. Ni hiyo? Oh, mimi town napaka makucha. Nafanya kazi ya kupaka makucha. Natembeza earring, necklace kwa milango ya watu. Me am a hawker. Nafanya hawking. I'm a preacher na ubiri. Ukiniita kwa kanisa yako nitahubiri. I'm the best teacher of the world. I teach God. You teach. And also I write books. I write books. I'm also an MC. Ukiniita kwa harusi yako, I'm the best MC. Anyway, I make people laugh. I do all things. Anyway, I can do all things in God who gives me strength. Very, very out of my belly flows the talent. Wow. And I'm also a motivational speaker. If you call me, I motivate people. Wow. Kama wewe ni kijana kule nje na unasema hakuna kazi, kuna kazi. Ukiangalia yuko hivi, si ati anafanya kazi ofisini, la hasha. Ni mwanafunzi, anapaka watu kucha, is a hawker and very proud of it. So kama wewe ni kijana kule nje, hakikisha kuwa unajituma, unafanya kazi tu, ili usikuwe tu unaomba na unakaa and you say that God will answer. No. Just venye amekwambia tufanya bidii, na amesema kwa there is no problem that aishi. Anything that you are going through itakuja kuisha. Na pengine Simon, tukimalizia tu, tunaweza kukupata kwa social media pages zako wapi? Okay. Nitafute YouTube tafadhali. Simon Sifa. Tafuta tu Simon Sifa YouTube. Na ukishafika pale, angalia nyimbo zangu. Kuna pale maandishi kwa red imeandikwa na red inaitwa subscribe. Finya subscribe. Enda pale kuna kengele, bonyesha kengele. Hapo utakuwa umesubscribe kwa YouTube. Facebook najiita Simon Sifa. Kuna Instagram Simon Sifa official. Twitter unaweza kwenda na Simon Sifa .co Simon Sifa gmail.co.com. Alafu unaweza kunitafuta kwa Viusasa pia. Nipo huko pia. All platforms uko kule. Na tukimalizia tu, pengine unaweza tu tuimbie hiyo wimbo ya Usikate Tamaa, maana najua ndio wimbo ambayo wewe mwenyewe pia ukisikiliza inakubariki. Unaweza tuimbie tu kwa uchache tu zaidi.
Usikate tamaa, subiri baraka zako. Usikate tamaa, subiri baraka zako. Mungu atakupa huo muujiza wako. Mungu atakupa huo muujiza. Usikate tamaa, usikate tamaa, subiri baraka zako. Usikate tamaa, subiri baraka zako. Mungu atakupa huo muujiza wako. Mungu atakupa huo muujiza wako. Wow, wow, wow. My voice is not the best voice, but I love it anyway. And I hope umeweza kupata tu hiyo message, usikate tamaa, kutoka kwa Simon Sifa mwenyewe. Na mtazamaji, nitamkaribisha tena. He's a very good guy. Ni mtu ambaye yuko na ushuhuda. Hii ambao umesikiza tu, it's just a bit of it, haujaisikia kabisa, but ni mtu ambaye yuko na ushuhuda. Na narudia tena, musiseme is bragging. Ni kwa sababu tu Mungu amemtendea. Na nimesema, if you have gone through something in life and God has helped you, people might think that you are bragging, but it's just because you are happy for what the Lord has done for you. So Simon amefurahi sana na Mungu ameweza kumtendea, na natumai interview imeweza kukusaidia na kuona kuwa every problem has an expiry date. Chochote ambacho unapitia iko na expiry date, na wakati ambapo itafika Mungu ataweza kukubariki. Na amesema tu tangu from the beginning Mungu alikuwa anakujua na Mungu ataweza kukukumbuka. Asante sana Peter Simon kwa kuja kwenye studio zetu. Asante. Maybe kama unataka mtu ahubiri kwa vijana, ahubiri kwa sessions kadhaa kwa church yako, unaweza chukua namba yangu 07 10 10 2150 07 10 10 21 50. Wow. Simon Sifa, call me, I will answer your call. Tunaweza omba pamoja, naweza kuja kuhubiri, naweza kusaidia in any way. Wow, na tunashukuru Mungu sana. Na tutakukaribisha tena wakati mwingine ule uweze tu kuendelea kutuencourage. Na mtazamaji, kama una maoni yoyote tu unaweza kutuma ujumbe mfupi, ama kama ungependa kupatana na Simon Sifa unaweza tu kutuma ujumbe mfupi kwenye 40353 na nitaweza kumfikishia ujumbe wako, ama pia kwenye Facebook ambayo ni Tandao TV Kenya, Twitter Tandao TV Kenya, Instagram Tandao TV Kenya, na tafadhali tu usikose kusubscribe on our YouTube channel that is Tandao TV Kenya. Na rejea muda usio mrefu tuendelee na kipindi hiki cha Inuliwa ukiwa nami mtoto wa Baraka, au unaweza tu kuniita Caroline Mugure na mwelekezo wa kipindi hiki ambaye ni Isaac Opilo. Na rejea muda usio mrefu.